Upete amesema ameshakuwa na ngozi ngumu, hatotoka nje, atazungumza hata kama mlikuwa mnahofia kuhusiana na issue ya Al Ahly leo na tutakavujadili, lakini yupo tayari. Jana ligi hiyo ilimalizika, hasa ile kundi A ambao ndio linatoa bingwa na wanaokwenda kushiriki kimataifa. Michezo mitatu ya siku ya jana ilikuwa yote ya maamuzi ya nani anakwenda wapi na nani anabaki wapi. Al Masry dhidi ya Al Ahly. Ahly kaondoka na ushindi wa mabao 2-0. Zamalek dhidi ya Sheramika Cleopatra. Zamalek kapata ushindi wa goli 1-0. Pyramids dhidi ya Smuha. Pyramids kapata ushindi wa mabao 2-1. Timu zote zilizokuwa za juu, nafasi ya juu, wote wameondoka na alama 3. Na baada ya matokeo hayo sasa group ambao nilikuwa ni kundi A linabaki kama lilivyokuwa kabla ya michezo, tofauti ni alama tu. Zamalek kileleni ndio bingwa wa ligi ya Misri, lakini Pyramids pia nafasi ya pili na alama 54, aliyejuu nafasi 56. Pyramids naye CAF Champions League. Al Ahly anakwenda kombe la shirikisho na alama 53 akiwa na Sheramika Cleopatra. Ulichokitarajia kitokee kwamba walau mmoja atoe sare, mwingine afungwe, wote nafikiri ni aliyepata ulichokiwaza. Tuwapongeze Zamalek kwa kushinda taji lao la 15 la ligi kuu nchini Misri. Najua leo ni miaka 47 tangu Al Ahly shinde taji la 15 la ligi kuu nchini Misri mwaka 1978-79. Kwa hiyo baada ya miaka 47 walau Zamalek wanapata taji lao la 15 la ligi kuu nchini Misri. Ni jitihada nzuri. Ahly ana mataji 45 ya ligi kuu nchini Misri na wao 15 wapo karibu, wanasogelea huku. Lakini Ahly anaenda kucheza michuano ya kombe la shirikisho kwenye msimu ujao. Itakuwa ni mara yake ngapi kucheza shirikisho? Ni mara ya 3. Ni mara ya 4. Mara ya kwanza mara 2 amecheza ile kombe la washindi. Na unajua Ahly rasmi ameanza kushiriki kwenye michuano ya kimataifa mwaka 1976. Baadaye akaja akashiriki tena ama akachukua taji lake la kwanza mwaka 1982. Kwenye mwaka 1976 aliposhiriki alishia hatua ya makundi. Akaja akashiriki tena mwaka 1980. Hakufika mbali sana, lakini baadaye ndo akaanza compete kwenye level ya juu. Kwa hiyo anarudia, pengine atarudia historia ya mwaka 2014 alipotoa taji, ambapo unakumbuka alikuwa na msimu mgumu sana mwaka 2013-14. Aliondolewa kwenye hatua za awali za ligi ya mabingwa barani Afrika. Alitolewa na timu moja kutoka Libya, na baada ya hapo wakaenda kwenye kombe la shirikisho, wakafanikiwa kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho. Lakini si aina ya michuano ambayo Ahly anaenjoy kuicheza, ndio kweli wenyewe. Na licha ya jana kusaini mikataba 3 tofauti na makampuni makubwa, lakini bado kuna wasiwasi pia kwenye swala la ushawishi wa wachezaji. Unajua kwa wachezaji wengi wangetamani kucheza CAF Champions League kuliko kombe la shirikisho, ingali kitu pekee ambacho kinabaki kama tumaini ni ile kwamba kuna jina la Al Ahly ambalo ukimtajia tu mtu Al Ahly, pengine hata isingekuwa inashiriki michuano yoyote, bado inabaki kuwa timu kubwa na bado inabaki kuwa timu ambayo inabeba ni flag bearer wa mpira wa Afrika. Kwa hiyo binafsi ni wapongeza Zamalek pamoja na Pyramids kwa kwenda Champions League, lakini zaidi kwa sababu ya Sheramika Cleopatra anafuzu kwenda kwenye michuano hii kwa mara ya kwanza. Jana walikaribia kabisa pengine kufanya mechi kwa ngumu na heshimu hicho, lakini penalti walioikosa Belhaji ilikuwa ni penalti ya hovyo, naweza kusema hivyo, dhidi ya goalkeeper kama Mohamed Awad wa Zamalek. Lakini pia Pyramids wao hawakuwa na mechi nzuri sana jana licha ya kufanikiwa kushinda, na pengine wana kazi ya ziada ya kuifanya kuelekea msimu ujao, kwa sababu ukiangalia performance yao ya msimu juzi ambao walikosa ubingwa ilikuwa ni bora sana. Msimu jana ilikuwa ni super performance, wakafanikiwa kutoa Champions League,
msimu huu wakuwa na performance nzuri sana. Fiston Mayele anamaliza mkataba wake na sijui namna gani ambavyo ataweza kumbakisha kwenye timu yao. Inawezekana tukaja tukashuhudia kitu cha tofauti sana, na labda tunaweza tukaona kitu cha tofauti. Lakini tukiweka kando taarifa hiyo, timu ya taifa ya Misri kuelekea kwenye michuano ya kombe la dunia imetangazwa rasmi. Kikosi chao kwa haraka hapa nikisome haraka tu kwa sababu majina yenyewe yalishakuwepo. Timu ya taifa ya Misri kubwa zaidi ni urejeo wa Mohamed Abdelminem kwenye timu. Magolikipa ni Mohamed El Shenawi, Mustafa Shober, El Mohamed Soleimani pamoja na Mohamed Allah. Katika hao makipa wanne walioitwa, watatu wametoka Ahli moja kwa moja. Mohamed Allah anacheza kwa mkopo, lakini alikuwa Al Ahli na ni sehemu ya timu ya Al Ahli. Walinzi ni Mohamed Hani, Tarik Allah, Hamdi Fati, Rami Rabia, Yasa Ibrahim El Hanafi, Hussam Abdel Magid, Mohamed Abdelminem, Ahmed Fatukh na Karim Hafiz. Wakati viungo ni Marawani Atia, Muhammad Lashin, Nabil Emad Dunga, Mohamed Saber, Ahmed Said Zizo, Mahmoud Trezeguet, Imam Ashur, Mustafa Ziko, Ibrahim Adel, Haitham Hassan na Mohamed Salah. Alafu washambuliaji ni Omar Marmoush, Aktay Abdullah na Hamza Abdel Karim. Wapo wachezaji ambao kutemwa kwao kumekuwa gumzo sana. Mustafa Mohamed ambaye pengine watu walitaraji makubwa kutoka kwake, nyota wa klabu ya Nantes. Omar Fayed, lakini zaidi Ahmed El Shenawi, goalkeeper wa Pyramids, amekuwa kwenye performance bora. Mohamed Shahata, Mohamed Ismail, Mohamed Nasser Mansi ambaye jana alifunga penalti ya ushindi kwa klabu ya Pyramids, amekuwa kwenye kiwango bora sana tangu akiwa na Zamalek. Lakini pia watu wanaamini kwamba aina ya wachezaji walioenda kwenye taifa la Misri, mjadala umekuwa ni mkubwa sana, hasa kwa Mustafa Mohamed ambaye amekuwa na performance ambayo sio ya kubeza sana kwa na timu ya taifa, na wengi wanasema pengine alistahili kwenda, hata kama sio kwa kiwango chake, alistahili kwenda kwa fadhila. Huyu jamaa mwaka 2021 wakati timu ya taifa ya Misri inatinga hatua ya finali ile ya michuano ile ya Afcon, yeye waliiba mtihani, yeye na rafiki yake walikubaliana jamaa aende akacheze finali kwa ajili ya taifa la Misri, alafu mtihani akamfanyia rafiki yake. Yule rafiki yake alimfanyia mtihani wakati jamaa akiwa nusu finali, na akiwa finali akaja kugundulika kwenye mtihani wa 4 kati ya ile mitihani 5 aliyotakiwa kuifanya, na ni engineer wa computer science engineer. Kwa hiyo kwa wakati huo alikuwa anasoma law ama alikuwa anasoma sheria, lakini mpaka sasa hivi ametemwa nje ya kikosi chao, na wanasema wa Misri wengi walitamani kumuona jamaa akijoin na timu yao. Hiki ndo kikosi cha The Pharaohs ambacho kinaongozwa na Hussam Hassan. Itabidi tuangalie namna kesho tupate vikosi vingi hivi ambavyo vimeshatajwa vya timu vinavyoenda timu kombe la dunia vya timu za taifa. Tuvipate kadhaa hivi tuone wakina nani wameenda na vyuma kweli kwenye michuano hii. Na Afrika kadri wanazidi kutaja itabidi tuendelee kuambia kwa sababu wanakwenda kutuwakilisha pia huko kwenye michuano hiyo ya dunia. Bwana, muda wa kibwagizo umekaribia sana, lakini hatuwezi kuondoka bila kuzungumzia ubingwa wa Aston Villa wa Europa League jana katika mazingira ambayo pengine wengine hawakutarajia iwe kwa level hiyo. Freiburg anapigwa 3 bila, yani hata kurudishia hata kofi tu umeshindwa. Freiburg walitawaliwa kwenye mchezo. Aston Villa walikuwa wako on top form, na mchezaji chukulia mfano alofunga goli la pili Emiliano Buendia, kafunga kwenye robo finali, kafunga kwenye nusu finali, kafunga jana kwenye finali goli la pili, na anakuonyesha kafunga tatu, kafunga Watkins. Kwa hiyo Morgan Rogers. Yes, Morgan Rogers. Goli la kwanza kafunga Yuri Tillemans, one of the nicest strike amefunga. La pili kafunga Emiliano Buendia, la tatu Rogers. Ukiangalia Villa ni timu ambayo imekuwa na mwendelezo, na wanabahati wanafundishwa na mwalimu ambaye ana historia nzuri na michuano ya Europa League. Ameshashinda akiwa na klabu tofauti, utakumbuka akiwa na Sevilla, lakini pia na Villarreal. Ni mwalimu ambaye kiuhalisia kombe la Europa amewahi kulipoteza mbele ya Chelsea tu mwaka
9 Baku ile. Baku ilichezwa Baku Azerbaijan huko. Ndio walifungwa na Chelsea goli 4-2 Arsenal. Lakini kiuhalisia finali akiingia most of the time the guy anachukua ubingwa. Kwa hiyo Aston Villa wana hiyo bahati. Mimi nilichovutiwa na wao ni wao kuprove hawabahatishi. Unajua huku kwenye ligi wamesecure nafasi ya Champions League alafu ameenda na kule Europa ameshinda. Europa ulikuwa ukichukua unarudi tena kule unashiriki Champions League. Yes, bingwa Europa ana qualify moja kwa moja Champions League. Kwa hiyo kwangu mimi Aston Villa ya Unai Emery kwangu mimi wame deserve the best. Na Upete alinipa taarifa hapa Emiliano Martinez amecheza jana finali akamvunjika kidole. Ana maumivu na bado amepambania timu kiwango cha juu na hata World Cup ataenda. Sio kipa namba 1 wa Argentina. Wanazibaki dakika 6. Hizi dakika 6 leo nimeamua tu kujisikia tu kwa sababu kuna pesa za mshua hapa, kuna draw sijaichezesha moja ile ya saa 12:30 ile ilikuwa kwa tuanze pale. Sasa tulisogeza juu, kwa hiyo nataka zile 2020 na zimalizia hapo mwishoni tunapoaga, na zitoa zile 2020 ziende tu kwa watu 40 kama kawaida ziende. Kwa hiyo endelea kushiriki dakika zilizobaki hizi 5, endelea kushiriki kutuma 1000 kuna namba kampuni ambayo ni 321111, namba kumbukumbu ni 333 maneno bongo. Sitaki kuondoka na pesa humu ndani, kwa hiyo nataka nizitoe zote. Endelea kushiriki nimalize nazo. Ni muda wa kuelekea kwenye kibwagizo cha anga la mbali. Utamu wa Sato. Hatari, ogopa. Na lile vibe la kuvunja